Serikali tuitambui, tuko sawa sawa. Tuko sawa sawa tu, wala tuna matatizo. Kwa sababu katiba yenyewe inatuzuia sisi kwenda kuhakikisha kwamba nani rais kashinda au kushinda, hakuna nafasi hiyo, sisi hatuna. Kama hatuna, na wewe tushaambiwa kwamba uchaguzi uko huru na wa haki, sio kidemokrasia na kila kitu, na sisi tunajua kwamba kweli uchaguzi sio wa haki, sio kidemokrasia, wanapeana tu kula na tia 100 na tumeziona wanataka kula 100 katika masanduku, alafu uongo kweli uchaguzi wa sisi tunasema kwamba uchaguzi wa huru na wa haki, na kama si huru wa haki wale uchaguliwa hao hako sawa sawa, hako sawa sawa. Tuseme kumtii rais kwa sasa hivi, tukimtii sio kwa sababu ya rais, kwa sababu ya binadamu, ili nchi iwe na amani. Lakini hana sifa kuwa rais. Ulisikia wapi? Mimi nimeona kituo, kuna kituo nimekiona Kikole kule Kilwa kule, watu wamepiga kula watu 33, matokeo mbunge anapata kula 300 wa CCM, diwani anapata kula 200 na wa CCM, lakini wale piga kula 30 ngapi? 33. Kuna kituo pale Kilwa Masoko wapiga kula 36, wale wapiga kula 30 ngapi? 30, kwa sababu watu walikubali ile no reform no election, walikubali watu wengi kuna kupiga kula 33. Matokeo jioni anaambiwa diwani wa pale kapata kula 250, mbunge kapata kula, rais kapata kula 300, 36 mpaka 300. Kweli kaka, useme uchaguzi wako kweli ulikuwa huru na haki, na kweli wale aliyeshinda huyu kweli kashinda kweli? Mimi naunga mkono kabisa kwamba iwepo serikali ya mpito, tufanye uchaguzi mwingine. Kama kilazimisha mtu mwenye dhuluma, nyonge ana haki mpaka mwenye nguvu ataki. Kwa mambo mzuri wakati ule. Sasa kama singeinguliwa, unaamini kama kwenda kuleta ushindani kwa Samia? Kama singeinguliwa katika mchakato, angekwenda kumshukuru katika changamoto Samia. Katika siasa kuna mambo mawili kwa ndugu yangu. Kuna ushindi wa kura na kuna ushindi wa hoja. Unaweza wewe kugombea ubunge ukashindwa, lakini watu wote wakasema ana hoja yule. Unashindwa si kwa sababu tekniki ziko nyingi katika mambo ya uchaguzi, tekniki kama mpira, tekniki ziko nyingi. Yes, lakini utasema tumewafunga wale, lakini kwa hiyo Mpina angeleta ushindani. Kwanza angeleta ushindani zaidi ya wagombea wote wa upinzani. Hilo kweli, wangaliwazidi wote wale waliosimama. Kitu cha pili, hoja zake wangalizielewa sana watu. Wangalikuwa hawezi kumchagua mengine, lakini hoja zake sasa, ukiwa hoja mzuri watu wakasema hoja zile, kuna mambo mawili, basi chama kingelijengeka cha ACT kwa wakati mwingine kutokana na hoja. Ili watu baadaye wangeweza kusema alisema Mpina haya, lakini hawa wagombea wengine hawezi kusema. Kwa hiyo Mpina angalishinda kwa hoja, lakini sio uchaguzi, na angeleta upinzani. Hiyo mimi naamini, na nimekwambia kuingia ACT ilikuwa sawa sawa, kwa sababu yule akutaka kushindana ya kupata urais. Yule akitaka kuwaonesha watu udhaifu wa CCM, watu wote waelewe. Umeelewa vizuri? Sasa nafasi ile uweze kuipata kama katika chama cha Chadema. Kwa Chadema ndio chama ambacho kinakuwa na nguvu, na yeye ilibidi ndio pengine ingie Chadema, kwa sababu Chadema alikuwa nje, na yeye anataka kuwaonesha watu kwamba hawa watu ni madhaifu, sio kushinda asingeshinda. Wewe unajua, hata wewe unajua asingeshinda, lakini nia yake yule auoneshe udhaifu wa CCM, watu wote wajue kwamba CCM ni dhaifu, haina maana na haina maana. Na Tanzania wengi ndugu yangu wanaangalia nani kasema, sio nini kasema. Yale nikisema mimi na ukisema wewe, basi kwa kuwa wewe una ushawishi mkubwa, unaeleweka sana, basi yale wanakuunga mkono. Lakini mimi nikisema yale hata habari watu hawana. Kwa hiyo angalisema Mpina ni tofauti alivyosema yule mwalimu wa nini Chauma ile, tofauti. Yes, watu wangalimwamini sana Mpina
kwa sababu alikuwa waziri, anajua mambo ya serikali, anajua mambo ya CCM, anajua kila kitu na aliishi humo. Kwa hiyo alikuwa anamwamini sana, kama alikuwa anamwamini Polepole. Watu wengi Polepole walikuwa wanamwamini kwa sababu alikuwa ndani mule. Kwa hiyo watu wengi sana haya kweli. Na ndio maana CCM akampoteza kwa sababu alikuwa ana athi. Kwa hiyo CCM walikataa Mpina sio sababu ya kushinda. Angaliwaugua. Umeelewa vizuri? Lakini angaliwaanika hivyo kaka, angaliwaanika wasilasi. Sasa angalishanganisha hata anayosema Mpina, anayosema Lema, anayesema Osman Masudi, akichanganisha CCM inazidi kuanguka. Kwa hiyo ndio maana akamzilia. Akaenda akachukua hao kina Mwalimu hao. Usalimia basi, hamna kitu. Kwa hiyo kwenda kule yule alikuwa hataki kushindana kutaka urais. Yule alikuwa kama angetaka kushindana yule, angetaka ubunge. Na angalau tabu sana sisi. Umeelewa yule? Lakini yule angetaka kuanika sisi. Pambana kwamba Mpina mzuri lakini chama kiingia ndio sio sasa. Sasa au hawajanyoka. Wewe kaka. Kama mkeo Mkojozi usiseme kwamba mke wangu Mkojozi kwamba Mpina yuko mzuri lakini ACT sio mlango sahihi sana. Nimekwambia ACT tabu yake hawanyoki. Kwa hiyo ni changamoto kwa Mpina. Yes. Kwamba Mpina watamwambia Mpina nzuri lakini gari ulioingia hiyo bovu. Umeelewa vile kwamba wewe Mpina wewe dereva mzuri lakini gari una. Sasa mimi nia yangu kwamba tuwe na gari moja tu kwa wapinzani, tuwe na gari moja tu kwa na CCM. Kwa wachezaji wote, viungo vyote, wafungaji wote waje Chadema tu sasa hivi. Ndio hivyo kaka, usidanganye mtu. Ndio maana Zanzibar wanafaulu kule. Wote walikuwa kafu. Wazuri wote, viungo vyote vilikuwa kafu. Walipoingia ACT, viungo vyote vilikuwa wapi? ACT. Ndio wana kule zote kuna upinzani. Huku tumegawanyishwa kafu ya Mwalimu Seif. Wote, wewe angalia tu kina Jusa, akina Masrui, akina nani Masudi wote wapinzani wa kweli wenye nguvu wale. Wako ACT na mwanzo walikuwa kafu. Wao wanaamua kabisa kwamba Wazanzibar chama chetu cha upinzani nini? Kafu. Wakaingia kafu wote. Wazanzibar sasa hivi kafu ishapetea ujinga. Twende wapi? Twende ACT, wote ACT. Kwa hiyo na sisi Tanzania bara huku Tanganyika huku chama ambacho kina mwelekeo mpaka sasa hivi ni Chadema. Kwa hiyo master wote waje Chadema. Midfield, beki nzuri, wafungaji magoli, waje Chadema tueneze chama. Muda wa miaka miwili tu chama kimeenea Tanzania nzima. Kumejenga sio siasa Chadema. Imejenga siasa Tanzania nzima. Ile neno lao lisimamia. Limejenga siasa za upinzani Tanzania nzima. Wasikilize hao walioshiriki. Umesikia cha wanasema wamesema wametoa tamko gani? Wakisema uchaguzi sio haki na usio na haki, wao ndio walioshiriki. Wakisema Samia hatumtaki, ndio walikuwa wanawasaidia kampeni. Watasema nini hao? Lakini CCM wamefanya mabaya. Mimi nitegemea CCM mwaka huu kwa kuwa hana ushindani mkubwa, angalisimamia uchaguzi wa haki ili waseme sasa. Chadema mmetoka ule uchaguzi simeona huru na haki, wangesema walikuwa na shida tu. Lakini bahati mbaya Mwenyezi Mungu anasema sikio la kufa lisiki dawa. Ndio wamefanya vibaya kuliko miaka yote. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo vyama vyote vya upinzani mpaka ACT sasa hivi wanasema kweli maamuzi ya Chadema yalikuwa maamuzi wapi? Wimbi la nyuma hiyo. Kwa hiyo Chadema Mungu awajalie, na ndio maana sasa hivi CCM wanafanya kitu kimoja tu. Wafanye kila hali Chadema waifute. Ndio mpango uliokuwa nao.
wanafanya mbinu zote kaka, mbinu zote Chadema waifute, mara wasifanye kazi, mara wasifanye mikutano, wala viongozi wakamatwe, mara watu wanatiwa ndani ili Chadema izofike. Lakini Chadema siku ya kusema kwamba mahakamani kuanzia sasa hivi imeruhusiwa kufanya siasa, wala ndi vijijini. Umesikia kaka? Viongozi wote ndio vijijini. Huko vijijini kwa tayari wote wako Chadema, wote wako Chadema. Atoke msikia tu mikafu. Mimi ACT. Wote wako Chadema, wote. Hivyo ninavyokuambia. Mimi sasa hivi ninavyokuambia. Kuna viongozi 6 wakubwa wa chama cha CUF. Wanakuambia tunakungoja Wege tu. Tunakungoja Wege tu kiingia Chadema na sisi huko. 6. Tunakuja Wege tu. Wewe utoke ACT na sisi tutoke CUF, Kilwa kwa chama hiki kimoja Chadema. Leo hivi mimi ningesema ningeingea Chadema leo, basi na hao 6 viongozi wakubwa wa chama cha CUF wote wanaingia Chadema. Nani? Chadema.